Anita alizaliwa kwa ajali. Anita alikuja kujitambua duniani katika mazingira ya maumivu makubwa. Mama yake alikuwa amepelekwa shule na wazazi wake, akasoma elimu ya msingi. Baadaye hakupata nafasi ya kuendelea na masomo ya sekondari. Alipoona hana bahati ya kusonga mbele kielimu, wazazi wake wakampeleka katika shule ya ufundi ili ajifunze kazi. Siku moja, akiwa bado kijana mdogo, alikutana na mwanaume mwenye umri mkubwa, mwenye watoto waliokuwa karibu rika lake. Mwanaume huyo alimshambulia na kumbaka, kisha kampatia ujauzito. Ndoto zake za masomo zikakatika ghafla. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 19 tu. Aliporudi nyumbani, wazazi wake walimgeukia kwa hasira. Walimpiga, wakamtukana, wakamwita majina mabaya na kumuona kama aibu katika familia. Maumivu yalipozidi, alikimbilia kwa shangazi yake kuomba hifadhi. Akaishi huko hadi alipojifungua mtoto wa kike, akampa jina la Anita. Maisha yao yalikuwa ya hali ya chini sana. Chakula kilipatikana kwa shida. Mama wa Anita akiona mateso hayo, aliamua kurudi kwa baba yake mzazi ili kumwomba msamaha na kumsaada wa kulea mtoto. Alipofika hakupokelewa kwa upendo. Alitukanwa, akadharauliwa na hata kuchochea watoto wengine wampige Anita kwa kumwita mtoto wa dhambi. Anita alikuwa na umri wa miaka 2 tu. Hakuelewa kilichokuwa kinaendelea. Mama yake akiona mateso yanaongezeka kila siku, alifanya uamuzi mgumu sana. Alimwacha Anita kwa bibi yake mzaa mama, kisha akaondoka bila kusema neno. Asubuhi yake Anita aliamka na kugundua mama yake hayupo tena. Tangu siku hiyo, moyo wake mdogo ukaanza kujazwa na huzuni nzito. Miaka 4 ikapita bila mama yake kurudi. Aliporudi nyumbani, alikuwa tayari amezaa mtoto mwingine wa kiume mwenye umri wa mwaka 1. Kila alipoulizwa kuhusu baba wa watoto wake, alinyamaza kimya. Watoto wakakua bila kuwajua baba zao, kila mmoja akiwa na baba tofauti wasiyewafahamu. Mateso hayakuisha. Mama wa Anita aliendelea kudharauliwa na kuteswa. Siku moja akaamua kuwaacha watoto wake nyumbani kwa wazazi wake na kuondoka tena. Wakati huo Anita alikuwa na takriban miaka 6. Tayari ameanza kuelewa mambo ya maisha. Alipogundua kuwa mama yake amewaacha, moyo wake ulivunjika vipande vipande. Watoto wengine walipokuwa wakicheza kwa furaha, Anita mara nyingi alikaa peke yake, akilia kimya kimya. Alijiuliza kwa nini watoto wengine walikuwa na baba na mama wa kuwaita, lakini yeye hakuwa nao. Alikumbuka kwa mbali sura ya mama yake na kila kumbukumbu ilimchoma moyoni. Alitamani siku moja kukutana na baba yake mzazi, japo hakumjua wala kumwona. Nyumbani kwa bibi, mdogo wake wa kiume hakupata nafasi ya kupelekwa shule. Badala yake alifaa mchunga ng'ombe. Anita pekee ndiye aliyepelekwa shule. Alisoma kwa bidii katika elimu ya msingi na baadaye sekondari. Licha la maumivu aliyoyapitia, hakuruhusu huzuni imzuie kusonga mbele.
Alipofika chuo kikuu, siku moja alipokea habari nzito. Mama yake alikuwa amefariki duniani. Alipelekwa kwenye mazishi. Akiwa amesimama mbele ya kaburi ya mama yake, moyo wake ulipasuka kwa machozi. Alisikitika sana kwa sababu mama yake alikufa bila kumwambia ukweli kuhusu baba yake mzazi. Cha kusikitisha sana, hakuwa tena anakumbuka vizuri sura ya mama yake. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulibaki ndoto moja kubwa. Tangu akiwa mdogo alijifunza kuwa na bidii katika masomo yake, kwa matumaini kwamba siku moja angebadilisha maisha ya mama yake, angemjengea nyumba nzuri, awaweke pamoja ndugu zake, awasomeshe na kuijenga familia yenye upendo ambayo hakuwahi kuipata. Ingawa mambo yake hakuishi kuona mafanikio yake, Anita aliamua kuendelea kupambana. Aliahidi moyoni mwake kwamba maumivu aliyopitia hayatakuwa mwisho wa hadithi yake, bali yatakuwa chanzo cha nguvu yake. Aliamini kuwa siku moja angejenga maisha bora, si kwa ajili yake tu, bali kwa kumbukumbu ya mama yake na kwa ajili ya ndugu yake. Hivyo ndivyo hadithi ya Anita ilivyoanza, katika machozi na huzuni, lakini ikiwa na mwanga wa matumaini moyoni. Kama ungependa kujua mwendeleo wa maisha ya Anita, usiondoke bila kusubscribe na kubonyeza kengele ya arifa ili tuwe pamoja katika sehemu inayofuata ya hadithi hii. Na kama simulizi hii imegusa moyo wako, tafadhali bonyeza like, kisha share, washirikishe wengine unaojua wanapitia changamoto ya maisha, ili wajue kwamba hawako peke yao, wapate faraja, nguvu na moyo wa kuendelea kupambana.